katika maeneo haya ya Mnanila. Wapendwa, nipende kutamka maneno machache ambayo yatatutengenezea msingi katika somo letu la jioni ya leo. Wapendwa, ikiwa kuna kitu muhimu cha kufanyia kazi katika maisha haya, basi ni kuwa na matumizi sahihi ya akili tulizopewa na Mungu. Unanielewa vizuri? Nasema hivi, kama kuna kitu muhimu katika maisha, ni swala la kuwa na matumizi sahihi ya akili tulizopewa na Mungu. Unanielewa mpaka niseme hivi, ni katika kipindi cha uhai wetu, maadamu mshale wa mauti haujatuchoma, basi tutumie fursa iwezekanayo kuweza kujipatanisha na Mungu wetu kabla ya lolote kutukuta. Hii itategemea ni nini unachokiwaza kila siku, ni nini unachokisema kila siku, na ni nini unachokitenda kila siku. Matokeo ya vyote hivyo ndio yatakayokufanya ujikutu unaokolewa au unapotea. Ndio mapema tumeweza kutangulia na maneno yanayosema ya kwamba Biblia nzima imesheheni maneno makuu mangapi? Mawili. La kwanza, nini Mungu anachotaka tukifanye, na nini Mungu anachotaka tusifanye. Kwa hivyo hayo ndiyo pekee ambayo yanatosha kutufanya sisi wote tunaosikiliza mahali hapa kuweza kuokolewa au kuweza kuangamia. Ndio takuwa sijawatendea haki nisipoweza kujitambulisha. Kwa jina naitwa Simon Amoni, ni mwenyeji wa kijiji cha Nyakimwe kwa wale msionifahamu, lakini nikitazama nyuso za wengi naona hapa mnanifahamu. Wanaweza kujihoji bado kwamba sasa hao ni watu gani, si ndio? Lazima tujieleze pia. Sisi ni washiriki wa kanisa linaloitwa Christ Our Standard Adventist Ministry. Kwa Kiswahili ni wafuasi wa Yesu, ambao Yesu ni kielezo chao, huku wakiwa wanaendesha huduma ya Kiadventista. Wapendwa, baada ya utambulisho huo mfupi, nipende kuwatambulisha mada ya ufunguzi ya pili baada ya kuwa imepita ya kwanza. Na hiyo mada imejengwa katika kitabu cha Yohana sura ile ya 17 mstari wake ni wa 3. Katika mfululizo wa kile ninachoenda kukizungumza, mada hiyo imejengwa katika kitabu cha Yohana 17 mstari wake ni wa 3. Katika fungu hilo tutatengeneza msingi wa somo zuri litakalotuandaa kwa ajili ya umilele wetu. Bwana asifiwe. Amina. Mwalimu, niombe ukimbia mahali hapo uweze kunisomea fungu hilo. Kitabu ni cha Yohana sura ya 17 mstari wake ni wa 3. Yohana 17 mstari wa 3, maandiko yanasema. Yanasemaje? Na uzima wa milele ndiyo huu. Anasema na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe. Anasema wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli. Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Achia hapo. Wapendwa, tumesikiliza maneno ambayo yako wazi kabisa kwa yote anayefahamu lugha ya Kiswahili, ya kwamba na uzima wa milele ndiyo huu, akisema Bwana Yesu ya kwamba wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hilo fungu linaweza liseleweke haraka, na hata kama unaweza kawahi kusema nimeelewa, utakuwa umekosea mpaka usikilize nini maana ya kumjua Mungu. Nini maana ya kumjua Mungu na kumjua mwana wake Yesu Kristo aliyetumwa. Hebu kimbia mwalimu pale katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura yake ni ya 2 mstari wake ni wa 3 na wa 4. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 3 na wa 4. Tuweze kuona hivi kumjua Mungu maana yake ni namna gani. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ndio waraka wa kwanza Yohana mstari wa 3 anasema. Anasemaje? Na katika hili tukajua ya kuwa tumemjua yeye. Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Ikiwa tunazishika amri zake. Hiyo tu itosha kukupa sura na msingi ya kwamba kumbe ili tujidai tuweze kujisifia, tujiite vyovyote vile ya kwamba tunamjua Mungu, lazima tuwe tunazitii amri zake. Hebu shuka mstari unaofuata wa 4 hapo. Yeye asemaye nimemjua. Sikiliza maneno hayo kwamba yeye asemaye kwamba nimemjua wala hazishiki amri zake. Wala hazishiki amri zake ni mwongo. Anasema huyo ni mwongo. Wala kweli haimo ndani yake. Na kwamba wala kweli haimo ndani yake.
maneno hayo yanatueleza kitu muhimu sana ambacho tunapaswa kukijua, ya kwamba ikiwa tutatambua habari za kumjua Bwana, basi si jingine la kutambua ni kuweza kuzitii sheria au amri zake. Na kwamba yeyote anayesema nimemjua na huku azishikia amri zake, huyo ni nani? Ni mwongo. Tena kweli haimo ndani mwake. Na kwa njia hiyo waongo mbinguni hawato kanyaga. Sasa unaweza ukawa bado una kitendawili katika hilo. Kwani amri za Mungu ni zipi? Amri za Mungu ni zipi? Hebu kimbia katika kitabu kile cha Mathayo sura yake ni ya 7 mstari wa 24 mpaka wa 26. Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 24 mpaka wa 26. Tuyaone hayo yaliyosema hapo. Amri zake ni zipi? Amri zake ni zipi? Mathayo 7 mstari wake ni wa 24 mpaka 26. 24 mpaka 26 nasema. Anasemaje? Basi kila asikiaye hayo maneno yangu. Sikiliza kwamba basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Anasema atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Huyo mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke. Sasa sikiliza wapendwa, ikiwa kuna kitu cha kufahamu ni kile ambacho baada ya kukitenda tutatambuliwa kuwa tu wenye akili. Nimetangulia kuzungumza hivi, tunaishi kipindi ambacho tunadaiwa kuwa na matumizi ya akili, matumizi yaliyo sahihi. Ni kwa sababu tu ya kwamba bado tunao uwezo wa kuamua. Hii ni kwa kuwa tu hai. Sasa maneno yaliyosoma hapo yamesikika akisema hivi, mtu anayeweza kuyasikia yale Mungu aelekezayo, huyo atafananishwa na mtu mwenye akili ambaye ni mfano aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua hata zikinyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba yake, bado nyumba itasalia kuwa nini? Imara. Ndio. Sasa lazima tuyaelewe mapenzi yake ni yapi. Unajua neno Kiswahili hicho mapenzi chaweza kikawa bado ni mtihani. Lakini hata hivyo kabla tujaingia huko, shuka chini katika ile fungu la 26 tusikie nini kinachosema. 26 nasema. Nasemaje? Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye. Na kila asikiaye maneno ya Bwana asiyafanye. Atafananishwa na mtu mpumbavu. Sikiliza, anasema atafananishwa na mtu ambaye ni mpumbavu, aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Ambaye alijenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga ile nyumba yake, ikaanguka na anguko lake likawa kubwa. Hapo huwezi kusema amina. Kwani unadhani haya mafuriko yanayokuja na pepo zinazovuma na hatimaye kupiga nyumba na kundurika kwamba ilikuwa juu ya mwamba au juu ya mchanga, ni dhoruba gani hiyo watu wa Mungu? Sikiliza, hii ni fursa ya yeyote aliye na akili timamu kuweza kutafakari mambo haya mapema kabisa maadamu anaishi. Kuna kitu ambacho wengi hatukijui, lakini kwa kweli ambacho tungepaswa kukijua. Nacho si kingine ni hiki hapa. Unajua imewahi kufikiriwa na inaendelea kufikiriwa ya kwamba wale wote ambao wamejitia katika majukumu haya, inawezekana hata mipango hawana. Sikiliza, usifanye haraka kusema hivyo. Ni kwamba wapendwa, kama kuna kitu ambacho tunataka kufanyia kazi ni mazingira ya kudumisha uhusiano na Mungu maadamu tunaishi. Hii ni kwa sababu moja, kuna kifo, lakini mbili, kuna kuja kwa Kristo ambako ndio mwisho wa maisha ya wote wenye dhambi, lakini ndio mwanzo wa maisha ya wote watenda haki. Sasa ikiwa hicho kipindi kitafika na kiko mbele, unadhani tutatengeneza njia zetu lini ili tufae kukutana na yeye ajaye? Ni wakati huu ambao maadamu tunaishi. Hujanielewa mpaka niseme hivi, hata katika masuala ya kawaida tu ya kiuchumi, hivyo ulivyo, kiasi ulichonacho cha fedha, miradi ulionayo ni matokeo ya ulivyojiweka kipindi cha nyuma. Hujanielewa mpaka nieleze hivi, hata aina ya maisha unayoishi ya sasa, katika aina moja ya uzembe au kutokutumia vizuri busara zako, kutokutambua kwamba muda ni kitu muhimu, inakuandalia aina ya maisha kesho utakayoishi. Utaishi maisha ya kusikitisha. Vivyo hivyo hata katika masuala ya kiroho, ikiwa hauwezi kuwa na muda mzuri na Mungu tangu sasa, unaandaa maisha ya ovyo Yesu anapokuja hivi karibuni. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe maana yangu ni ipi? Ni katika kufikiri ya kwamba Mungu anataka nifanye nini na Mungu anataka nisifanye nini, ili niweze kuchagua kile anachotaka nikifanye niwe nimemtii, niache kufanya kile anachozoea nisikifanye, ili niweze kuwa
mtii pia. Sasa sikiliza, mapenzi ya Mungu ni yapi ambayo tumeyasoma katika lile fungu la 24 na 26. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Kimbia sasa katika kitabu kile cha Kutoka 20 mstari wake ni 3. Usikilize mapenzi ya Mungu ni nini. Unajua Kiswahili mapenzi chaweza kikawa ni Kiswahili kigumu. Uelewe maana ya mapenzi ya Mungu ni yapi. Kitabu ni Kutoka 20 mstari wake ni 3. Kutoka 20 ndio mstari wa 3 anasema. Anasemaje? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Sikiliza mapenzi ya Mungu ambayo tunaweza kukurahisishia msikilizaji ya kwamba ni matakwa ya Mungu ama ni matashi ya Mungu. Anatuongoza, anakuongoza na niongoza, sote tunaongozwa kutambua matakwa ya Mungu kwetu ni yapi. Lakini neno hilo la Mungu linatutaka kuweza kujua wajibu wetu kwa Mungu ni upi. Sasa mapenzi ya Mungu yamewekwa vizuri hapo katika amri. Kumbuka tulishasoma katika kitabu kile cha Yohana wa kwanza sura ile ya 2 mstari wake ni wa 4 ya kwamba asemaye nimemjua na wakati hayatendi mapenzi yake ni nani? Ni mwongo na wala kweli haimo ndani mwake. Sasa hapo katika ile sura ya 20 ya kitabu cha Kutoka mstari wa 3 amesema hivi, usiwe na miungu mingine ila mimi. Anayetaja hilo ni nani? Ni Mungu. Sasa nitahitaji kuanzia hapo tutengeneze msingi wa somo letu jioni ya leo. Wewe unayenisikiliza, fuatilia kujua ni nini ambacho yawezekana kwa kukijua kwako utaokolewa na kwa kutokijua kwako utapotea. Unajua wapendwa, iko hivi, nikijua neno nisikueleze nitadaiwa damu yako. Kama na wewe utakavyojua jambo sinieleze utadaiwa damu yangu. Kwa hivyo wote tunalo jukumu la kufanya. Bwana asifiwe. Amina. Sasa tumesikia habari za amri ya Mungu inayotutaka kutokuwa na miungu mingine ila yeye. Ndio, kumbuka katika kitabu kile cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 10, hebu kimbia hapo mtumishi wa Mungu. Katika kitabu kile cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 10 tunapata angalizo. Unajua ili ujue umuhimu wa jambo lazima ujue madhara ya kutokulijua hilo jambo. Unanielewa vizuri? Ikiwa utahitaji kujua umuhimu wa kula, basi utadaiwa kuwa umetangulia kujua madhara ya kutokula. Maana yake ni nini? Utakufa. Sasa hivyo pia lazima tujue umuhimu wa kuitunza sheria yake au amri za Mungu baada ya kugundua madhara ya kutokuitunza hiyo sheria ya Mungu. Karibu sana mtumishi. Yakobo 2 mstari wa 10 inasema. Anasemaje? Maandiko yanasema. Yanasemaje? Maana mtu yeyote atakayeshika sheria yote. Ndio sio ilivyokaa kwamba maana mtu yeyote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja. Lakini akajikwaa katika neno ngapi? Moja. Amekosa juu ya yote. Anasema amekosa juu ya yote. Amekosa juu ya yote. Endelea. Anasemaje? Kwa maana yeye aliyesema usizini. Sikiliza, kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi japokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Na je, mvunja sheria ana sehemu katika umilele? Hakuna. Hebu soma mbele hapo mbele. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Ninyi na kutenda kama watu mtakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Maana hukumu haina huruma. Sikiliza, maana hukumu haina huruma kwa mkosaji. Kwake yeye asiyeona huruma. Naam, achia hapo. Wapendwa, hiyo itoshe kutupatia sura katika akili zetu ya kwamba amri za Mungu kama zilivyo, Mungu anatutaka tuzitii zote bila kubagua hata ngapi? Moja. Kwa maana ya kwamba aliyesema usiue, huyo ndiye aliyesema usiibe. Hivi japokuwa ukuua lakini umeiba, umekuwa mvunja sheria. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu yule aliyesema hili ndiye aliyesema na hili. Hujanielewa mpaka niseme hivi. Ikiwa una mtoto anayedai ni mtiifu kwako, ukimtuma sokoni anakubali, lakini ukimtuma shamba hakubali. Wapendwa, huyo mtoto hana nidhamu. Hawezi kubaki na sifa ya utii ikiwa amekubali sehemu moja tu na sehemu nyingine akakataa. Maana yake ni nini? Mungu pia anatutaka tuweze kuwa watii wa sheria zote. Amina. Sasa hii amri ya kwanza ambayo ni moja ya amri 10 ambayo leo ndio tutatembea nayo, ambayo inatutaka kutokuwa na miungu mingine ila yeye. Tuweza kujifunza nini? Nitakutaka sasa, kama ulikuwa hujanisikiliza vizuri, uanze kukinga sikio. Haikosi kuna utakachokivuna na Bwana atatukuzwa katika mikutano ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata hivyo ninapoendelea niendelee kutoa wito tu ya kwamba tuko hapa kwa muda wa siku 7 kama hakutakuwa na mkutano wote wa serikali utakaoingilia kati. Na kuhakikisheni ya kwamba katika mikutano hii tutakuwa na kweli tupu, ambapo katika kweli hizo kuna maarifa mengi utakayoyachota. Sasa sikiliza, kuna kitu muhimu ambacho wengi hatukijui.
lakini ambacho kwa kweli tungepaswa kukijua nacho si kingine, ni swala linaloitwa fundisho. Ni swala linaloitwa nini? Fundisho. Sikiliza, hujanielewa mpaka niseme hivi. Fundisho lolote ufundishwalo, fundisho lolote nifundishwalo, fundisho lolote tufundishwalo, linatuandalia kitu kinachoitwa imani. Na hilo fundisho linalotuandalia imani, hiyo imani nayo inatutengeneza kuwa watu wa kupotea milele au kuokolewa milele. Nafikiri sasa mnaanza kunielewa vizuri, wanamnanila, mnafahamu Kiswahili vizuri. Hivi ndivyo ninavyoweza kuona umuhimu na ulazima wa kukielewa vizuri chochote ufundishwacho kabla ya kukiamini. Ndio, hujanielewa mpaka niingie ndani, na nitakutamani wewe unifuatilie. Ndio, unifuatilie. Kwa leo hatuko online, lakini kuanzia kesho tutakuwa online. Nikisema online namaanisha yani tutakuwa live. Kwa maana nyingine, hata ukitamani kutuangalia kupitia simu yako, ukiwa hapo, ukiwa nyumbani, ukiwa popote, utakuwa unaiona Mnanila kwenye simu yako. Bwana asifiwe. Amina. Ninatafuta kuliweka hilo vizuri katika kukuandaa wewe. Leo hatukufanya hivyo kwa sababu tumeanza kuchelewa, na ni kwa sababu hiyo ambayo iko nje uwezo wangu. Lakini maana yangu ya kusema hili ni hii, ya kwamba uhakikishe unafuatilia mfululizo wa mikutano hii. Kuna vingi utakavyojifunza. Sasa naomba tuingie ndani sasa. Katika hilo fungu la 3 la kitabu hicho cha Mwanzo, Kutoka hiyo 20, tumesikia amri ya kwanza ikitutaka kutokuwa na miungu mingine ila yeye. Hii ni kwa sababu ya kwamba yeyote atakaye kuwa na miungu mingine ila Mungu hatoweza kuokolewa. Ndio, hatoweza kufanyaje watu wa Mungu? Kuokolewa. Na sisi bila hiana lazima tuelekeze swala hili kabla ya muda huo wa kuangamizwa, ili tusije tukadaiwa damu za wanamnanila. Ni jinsi gani ambavyo tunajivunia uwepo wenu, lakini pia tunatamani tunapookolewa tuokolewe pamoja na ninyi. Na sasa niombe tuingie ndani kabisa. Tuingie ndani kabisa. Nataka tuanzie kwa lipi? Nataka tuanzie kwa hili hapa. Huyo Mungu ambaye anasema tusiwe na miungu mingine ni nani? Ni nani? Huyo Mungu anayetaka tusiwe na miungu mingine ni nani? Hujanielewa mpaka niseme hivi. Leo hii kuna wimbi kubwa sana katika madhehebu mengi, kwa wafundishaji wengi, wakisema ya kwamba Mungu huyu mmoja tunayemjifunza, Mungu huyu wa mbinguni tunayemjifunza ni mmoja, ana nafsi ngapi? 3. Sasa sikiliza watu wa Mungu, lazima tuingie ndani. Nimetangulia kuzungumza ya kwamba tumefika kipindi cha kuwa na matumizi sahihi ya akili tulizopewa na Mungu. Kwanza tuingie ndani tuthibitishe, je, ni kweli Mungu ni mmoja, ni wawili au ni watatu? Kisha tutaona, je, huyo Mungu kama ni wawili au ni watatu wana nafsi ngapi? Kisha maandiko yajiwekee yenyewe kile ambacho Mungu anataka tukielewe. Si ndio? Ndio. Sasa mtumishi, unajua kama kuna kitu muhimu katika maisha haya ya kiroho ambacho tungedaiwa kukijua, japo wengi wanajiepusha wasikijue, ni kwamba mwongozo wowote wa ukweli si katika midomo ya fulani kwa sababu ya hadhi alizonazo, kwamba title yake iko hii. Hapana, isipokuwa ukweli wowote ili uweze kuwa ukweli utatakiwa kutokea katika hivi ndivyo asemavyo nani? Bwana. Yani kwa maana nyingine neno ndilo litamke, si fulani. Ndio. Unajua, ikiwa tutatafuta ukweli kutokea kwa vinywa vya wengi, kuna hatari ya kupotea. Hii ni kwa sababu ya kwamba wao ni wanadamu, waweza kujaribiwa wakakosea, lakini kuna neno lisilokosea ambalo ndio linadaiwa kuwa mwongozo wa maisha yetu. Labda niingie japo kwa ufupi sana kiasi kwamba nitakosa yatendea haki nisipoyagusa hayo. Kabla ya kuingia ndani katika lile, tuingie kwanza kutafuta ushindi wa neno yasema. Mtumishi wa Mungu, ndio, karibu nisomee kitabu kile Zaburi 119 mstari wake ni wa 11. Neno hilo lilishasoma, labda niweze kulirudia, inawezekana likaingia ndani zaidi. Tunga Zaburi, kuna kitu alichokitamka mahali hapo. Anasemaje? Zaburi 119 mstari wa 11 anasema, anasemaje? Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Sikiza watu wa Mungu, ikiwa kuna kinga, ikiwa kuna chanjo ya dhambi, ni neno la Mungu ambalo ni taa. Amesema hivi, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda nini? Dhambi. Ikiwa utahitaji ukweli kutokea katika vinywa vya wasomi fulani,
Ikiwa utahitaji ukweli kutokea katika vinywa vya watu fulani hivi maarufu, rafiki, waweza usipate huo ukweli, lakini ili tuweze kupata ukweli tutatamani kuona wapi palipo sahihi, napo si pengine ni katika neno la Mungu. Hebu kimbia katika kitabu hicho cha Zaburi 119 mstari wake ni wa 105. Anasemaje? Neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Na mwanga wa njia yangu. Wapendwa, kama unaweza ukaelewa umuhimu wa taa, iwe ni kwenye gari, kwenye pikipiki, kwenye baiskeli, hata kama ni tochi ya mkononi, utanielewa ya kwamba neno la Mungu ndiyo taa kutumulikia wapi tukanyage na wapi tusikanyage. Katika kila kweli zote zinazoweza kuzungumzwa, tutahitaji kusoma katika hivi ndivyo asemavyo nani? Bwana. Ikiwa utapata ukweli nje ya neno la Mungu, wapendwa, kuna uwezekano mkubwa wa kupotea. Kana kwamba haitoshi, kimbia pia katika sura hiyo hiyo ya kitabu hicho cha Zaburi 119 fungu lake ni la 165. Zaburi 119 mstari wa 165. 165. Ndio maandiko yanasemaje? Wana amani nyingi waipendao sheria yako. Sikiliza, wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Wapendwa, kama unatamani kuwa na amani, basi uweze kuipenda sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu ni maelekezo ya Mungu. Sheria ya Mungu ni katiba ya Mungu. Sheria ya Mungu ni mwongozo wa maisha ya kiroho. Na sheria ya Mungu ndicho kitakachokuwa kigezo na kipimo cha wanaoenda mbinguni. Amina. Ujanielewa mpaka nikwambie unisomee kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 13. Ujanielewa vizuri mpaka unisomee kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 13 ndipo utaelewa maana ya sheria. Mstari wa 15 anasema hivi. Anasemaje? Hii ndiyo jumla ya maneno. Sikiliza, hii ndiyo jumla ya mambo yote. Yote yamekwisha sikiwa. Kwamba tufanyeje? Mche Mungu. Alafu nao uzishike amri zake. Wapendwa, hiyo ndiyo jumla ya mambo yote yamekwisha sikiwa, ya kwamba tumche Mungu, alafu tufanyeje? Tushike amri zake. Ikiwa utakoswa kuzishika amri zake kwa mujibu wa maelekezo hayo, basi kuna hatari ya kukoswa mbingu. Na sisi bila hiana tunawaleteeni habari njema za njia gani ifuatwe ili hatimaye tuweze kuokolewa. Amina. Kwa bahati mbaya njia hii ni nyembamba sana. Wengi hawapendi kufuata maelekezo ya Mungu, lakini japo wanajikuta wanaingia na kutoka katika makanisa, bado watakoswa mbingu ikiwa hawataweza kuutii huo ukweli. Ndio sasa naomba tuingie ndani sasa, kulingana na mwongozo huo, jinsi gani ambavyo ukweli wote unapatikana katika hivi ndivyo asemavyo Bwana. Tunaingia kuona, je, huyo Mungu tunayemsoma katika kitabu hicho cha Kutoka 20 mstari wa 3, ya kwamba tusiwe na miungu mingine ila yeye, ni mmoja, ni wawili, ni watatu. Na je, kama ni mmoja, ni wawili, ni watatu, nafsi zao Biblia itasema ni mbili, ni moja, ni tatu. Katika hilo haikosi tunaweza tukapona. Nimewaona watumishi wa Mungu hapa wamesimama wakati viti vipo kwa ajili yao. Niombe nitumie japo dakika 2-3 mtumishi uweze kuviweka hapo. Mtu anaweza akajisikia kukalia. Vipo kwa kazi hiyo. Ndio. Vipo kwa kazi hiyo ili watu muweze kukaa mnaposikiliza neno la uzima, muweze kuwa katika hali tulivu kabisa. Usije mkasimama na mkachoka wakati viti bado vipo. Wapendwa, wakati anapanga viti, nipende kuwajuza jambo moja ambalo ni la muhimu sana, ambalo wengi hawalijui japokuwa wanapaswa kulijua, ya kwamba Mungu anatutaka sote tuokolewe, lakini ili tuokolewe lazima tufuate maelekezo yake. Ikiwa tutatafuta jinsi gani tunavyoenda mbinguni kwa njia zetu, mbingu hiyo tutaiona. Lazima tukinge sikio kusikiliza nini yaliyo mapenzi ya Mungu kwetu na nini wajibu wetu kwa Mungu. Hiyo ndiyo njia yetu iliyo salama. Ndio. Katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 anasema ya kwamba pitieni katika njia nyembamba na hiyo njia imesonga. Lakini ukifuatilia unashangaa, wengi watatamani kwenda mbinguni lakini hawatafika. Si kwa sababu hawataki, lakini kwa sababu hawataki kusikiliza kile Mungu akisemacho. Sasa tunaingia kutafuta kujua, hivi Biblia hii inatueleza Mungu ni mungapi? Ni mmoja, ni wawili, ni watatu? Kumbuka, tukikosa hapo hatuna umilele. Fungu letu kiongozi tulolisoma, tumesoma kitabu cha Yohana 17 mstari wake ni 3, akasema hivi: na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa huyo Mungu wa pekee wa kweli anapatikana wapi katika Biblia? Sasa ingia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 22 mstari wake ni wa 16.
Mwanzo 22 mstari wake ni wa 16. Mwanzo 22 mstari wa 16. Acha hilo kwanza, naomba tukimbie katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6 mstari wa 4. Tunatafuta kujua Biblia inatambulisha Mungu ni mngapi? Ni mmoja, ni wawili, aidha ni zaidi ya hao? Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4 anasema. Anasemaje? Sikiza. Anasema sikiza Israeli. Ndio. Bwana Mungu wetu. Ndio. Bwana ndiye mmoja. Rudia lisome vizuri msikilizaji atupate barabara. Sikiza Israeli. Sikiza Israeli. Bwana. Pasome vizuri kifuata vituo pale. Sikiza Israeli. Sikiza Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Anasema hivi, sikiza Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Sikiza Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mngapi? Ndiye mmoja. Ndiye mmoja. Sawa sawa watu wa Mungu, tunaye Bwana Mungu mngapi? Mmoja. Mmoja. Na huyo Bwana Mungu ambaye ni mmoja ndiye anayesema katika kitabu kile cha Kutoka 20 mstari wa 3 ya kwamba msiwe na miungu mingine ila mimi. Sawa sawa? Naomba tutiririke hapo kusudi tuweze kujiridhisha ya kwamba maandiko yanatuongoza kutambua Mungu ni wangapi, si ndio? Ndio. Hebu kimbia katika kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 19. Yakobo sura ya 2 mstari wa 19. Yakobo sura ya 2 mstari wa 19. Unajua wakati fulani watu wa Mungu wakati natafuta sehemu hiyo, tukubali hivi ya kwamba imani yetu daima itadaiwa kujengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, ya kwamba vile mitume na manabii walivyoamini hatupaswi kujiepusha dhidi ya imani yao. Vinginevyo tutakuwa tunaanzisha imani yetu, na ndicho hiki ambacho leo hii kimeletwa vinginevyo, ya kwamba Mungu huyu mmoja ni Mungu ambaye ana sifa zingine kando ya vile maandiko yanavyomtambulisha. Sasa tutaliweka vizuri baada ya kusikia mafunzo yanayoendelea. Sikiliza Yakobo sura hiyo ya 2 mstari wa 19 anasemaje? Mstari wa 19. 19 anasema. Anasemaje? Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja. Sikiliza, wewe waamini ya kuwa Mungu ni mngapi? Ni mmoja. Ndio. Watenda vyema. Sema watenda vyema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Kwamba mashetani nao wanaamini ya kufanyaje? Na kutetemeka. Na kutetemeka. Sikiliza, niwaambie watu wa Mungu, ikiwa kuna jambo muhimu kabisa katika maisha ambalo hatupaswi kujiepusha nalo, ni kile ambacho maandiko yametuelekeza kukifahamu, si vinginevyo. Kumbuka imani yetu imejengwa juu ya msingi wa mitume na nini? Na manabii. Manabii na mitume wanaelekeza vizuri hapo ya kwamba Mungu tuliye naye ni mngapi? Ni mmoja. Ni mmoja. Sasa imeenda mbali zaidi akasema hivi, hata mashetani nao si tu kwamba wanaamini kwa Mungu ni mmoja peke yake, lakini wanaamini na kufanyaje? Na kutetemeka. Unaweza kaanza kuwa umenielewa, lakini naomba tukazie kidogo japo mafungu mawili matatu kati ya mengi sana. Hebu kimbia kitabu cha Timotheo yule wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ile ya 2 mstari wake ni wa 5. Kumbuka huyu naye ni mtume Paulo, naye alielewa nini kuhusu Mungu kuwa mmoja au zaidi. Tunapoingia ndani kuona je, kama ni mmoja sasa ana nafsi ngapi? Tujiridhishe, alafu tulinganishe na uhalisia unaendelea leo, kisha tuchague ukweli na tupone baada ya kuwa tumeelewa. Bwana asifiwe. Amina. Petro wa kwanza 2 mstari wa 5 anasema. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wake. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 5 anasema. Anasemaje? Kwa sababu Mungu ni mmoja. Sikiliza. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mpatanishi kati ya Mungu ni mngapi? Ni mmoja. Hiyo nadhani inahitaji nyongeza nyingine. Anasema hivi, Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya huyo Mungu mmoja na wanadamu ni nani? Ni mmoja. Ambaye ni nani? Mwanadamu Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu tumuulize pia Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 8 mstari wake ni wa 6. Tunapoenda kujua huyo Mungu mmoja sasa ni yupi? Yupi? Wakorintho wa kwanza sura ile ya 8 mstari wake ni wa 6. Huyo Mungu mmoja sasa ni yupi ambaye nataka tusimfananishe na miungu mingine? Mstari wa 6 anasema. Anasemaje? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Sasa huyo ni mtume Paulo anasema hivi,
Lakini kwetu sisi Mungu ni mngapi? Ni mmoja tu. Na huyo Mungu mmoja tu ni nani? Aliye Baba. Sikiliza watu wa Mungu, ikiwa kuna jambo muhimu na nyeti ambalo hatupaswi kujiepusha nalo, japokuwa wengi kuna vitu vingi wanapaswa kuvijua, japokuwa hawawezi kutaka kuvijua, ni kuelewa Mungu anasemaje kupitia neno lake. Tusiseme kwamba neno linasema hivi la fulani. Hapana, tuseme andiko la Mungu linasema hivi. Sawa sawa watu wa Mungu? Amina. Amesema hivi, lakini kwetu sisi Mungu ni ngapi? Ni mmoja tu. Na huyo Mungu mmoja ni nani? Aliye Baba. Unajua anayesema hilo ni mtume. Labda tumuulize hata Yesu mwenyewe. Yesu anatambua huyo Mungu mmoja ni nani? Kimbia katika kitabu kile cha Yohana 6 mstari wake ni wa 27. Yohana 6 mstari wake ni wa 27. Tuone Yesu naye anatueleza huyo Mungu mmoja ni nani. Yohana 6 mstari wa 27 anasema. Anasemaje? Musikitende kazi chakula chenye kuharibika. Ndio. Bali chakula kidumucho hata uzima wa milele. Ndio. Ambacho mwana wa Adamu atawapa. Ndio. Kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, ambaye yaani Mungu. Unajua huyo ni Yesu Kristo asiyekosea. Anatuongoza kuelewa kwamba huyo Baba ni Mungu. Kwa hivyo unaweza kulirudisha nyuma bado ukasema huyo Mungu ni Baba, kana kwamba haijaeleweka vizuri. Hebu kimbia kitabu cha Yohana 8:54 ninapojenga msingi sasa kuzama ndani ya vyumba kujua ni nini wito katika somo la leo tunachoweza kukichukua. Karibu sana. Yohana 8 mstari wa 54. 54 anasemaje? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe. Anasema nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anasema utukufu wangu sio nini? Si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu. Anasema anitukuzaye ni nani? Ni Baba yangu. Anitukuzaye ni nani? Baba yangu. Ambaye ninyi mwasema kuwa ni Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bado Yesu anathibitisha maneno hayo. Labda unaniuliza hivi, kwani Yesu ni nani? Tuko hapa si kwa kazi nyingine, ni kufunua maandiko, bandika na kubandua. Hakuna kuweka cha kwetu kichwani. Hapana, lazima tuchukue katika hivi ndivyo asemavyo Bwana, haikosi tuweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua Yesu aliwahi kuabudiwa, aliwahi kusujudiwa, lakini alikuwa akisujudiwa kama mwana wa Mungu. Labda tuko kuwaonjesha, japo nataka kuzama ndani, nitake tu labda kuwaonjesha kidogo. Yesu aliwahi kusujudiwa, lakini aliposujudiwa, alisujudiwa kama nani? Kibia katika kitabu kile cha Mathayo 13 mstari wake Mathayo 14 mstari wa 33, samahani. Mathayo 13 mstari ule, Mathayo 14:33. Mathayo 14:33. Tusikilize wakati Yesu anasujudiwa, alisujudiwa kama nani? Anasema ndio, na waonjesha tu kipande kidogo. 33 anasema. Anasemaje? Nao waliokuwemo ndani ya chombo wakamsujudia. Nao waliokuwemo ndani ya chombo wakamsujudia. Wakisemaje? Hakika wewe u mwana wa Mungu. Wewe u Mungu mwana. Hapana. Walimsujudia wakisema hakika wewe u Mungu mwana. U mwana wa Mungu. Hapa tena kuna kitendawili tutakachokitegua katika mfululizo wa mikutano hii. Walimsujudia wakisema ya kwamba hakika wewe u mwana wa Mungu. Sio Mungu mwana. Sio Mungu mwana. Walimsujudia wakisema hakika wewe ni mwana wa nani? Ni mwana wa Mungu. Hiyo labda tunaweza tukaenda mbele kidogo, nisome japo fungu moja kama kuwaonjesha afu nizame ndani katika kile ninachotaka tukielewe. Kimbia katika kitabu cha Yohana sura ile ya 9 mstari wa 35. Yohana sura ile ya 30. Yohana sura ya 30. Yohana sura ya Bwana anataka kukimbia. Nisikimbie na nirudi na nitafuta. Ni Yohana 9:35. Yohana 9:35. Yohana 9:35. Hapa Yesu mwenyewe anathibitisha ya kwamba yeye ni Mungu mwana au ni mwana wa Mungu. Sikiliza, andiko linasemaje? Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Ndio. Naye alipomwona alisemaje? Wewe wamwamini mwana wa Mungu? Yesu aliposikia kipofu fulani baada ya kuwa amethibitisha kwamba aliyemponya ni Yesu, akamuuliza. Amemuulizaje? Rudia hapo msikilizaji, sikiliza vizuri. Anasema 35 anasema Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Naye alipomwona alisemaje? Wewe wamwamini mwana wa Mungu?
aliuliza kwamba je, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Endelea. Anasemaje? Naye akajibu akasema, alisemaje? Ni nani Bwana? Yesu akamwambiaje? Umemwona. Naye anayesema nawe? Naye anayesema nawe ndiye. Bwana asifiwe. Amina. Unajua ifike wakati tuweze kukubali andiko linavyosema, si vile watu wanavyosema. Bwana asifiwe. Wapendwa, tunaye Mungu mmoja aliye Baba, lakini tunaye mwana wake Yesu Kristo. Na sasa tunaenda kuzama ndani zaidi, tuone je, huyo Mungu mmoja ana nafsi ngapi? Halafu tulinganisha na uhalisia leo ifundishwavyo makanisani. Kumbuka amri ya kwanza imeweka vizuri ya kwamba msiwe na miungu mingine ila mimi. Sasa ukishakuwa na Mungu zaidi ya huyo, rafiki, hauna mbingu, hauna sehemu katika umilele. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kufuatilia hatua kwa hatua. Haikosi tunaweza tukapona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaingia ndani kuona je, huyo Mungu mmoja ana nafsi ngapi? Maandiko yaseme, na wala si mchungaji fulani, labda mtumishi fulani maarufu kulingana na umaarufu. Hapana. Sikiliza watu wa Baba, kuna kitu muhimu tusichokijua, lakini ambacho tunapaswa ukijua, ya kwamba ukweli haui ukweli na hautakuja kuwa ukweli kwa sababu tu ya kwamba umesema na fulani. Ukweli hautakuja kuwa ukweli kwa sababu umeaminiwa na watu miaka mingi. Ukweli hautakuja kuwa ukweli kwa sababu umesemwa na wasomi. Hapana, isipokuwa ukweli unakuja kuwa ukweli, utabaki kuwa ukweli kwa sababu neno la Bwana limesema hivi.